Maseneta wawili kutoka Marekani kwa jina la Jeanne Shaheen pamoja na Jim Risch ambaye ni mwenyekiti wa masuala ya kigeni kule Marekani wameshtumu serikali ya Samia Suluhu Hassan kwa kuwatesa, kuwadhulumu na kuwanyima haki waandamanaji hususan kipindi cha maandamano ambayo ilianza tarehe 29 Oktoba. Sasa bana, Jeanne Shaheen pamoja na Jim Risch wameshtumu Rais Samia kwamba alikandamiza sana haki za wananchi wake waliokuwa wakiandamana, ikiwemo ni swala la utekaji, uuaji pamoja na kuwafunga watu wasiokuwa na hatia. Sasa swala la utekaji nyara, mauaji na kukamatwa kwa viongozi hususan kiongozi wa upinzani Tundu Lissu ni swala ambalo liliangaziwa na matokeo yake yaliamuliwa kabla ya uchaguzi. Alikuwa anasema kwamba matokeo ya uchaguzi ambayo yalitangazwa, ambayo ilimtangaza Rais Samia kuwa ndio mshindi wa uchaguzi, ilikuwa imeshaamiliwa kitambo hata kabla uchaguzi haujafanyika. Sasa wakawa wanaitaka serikali ya Marekani kuangalia upya uhusiano wake na Tanzania. Sasa hii kilichofanyika Tanzania huenda kikahatarisha uhusiano wa kidiplomasia kati ya Marekani na nchi ya Tanzania. Sasa hapo Jim Risch pamoja na Jeanne Shaheen wakataka uchunguzi wa kina ufanyike ili kuweza kuimarisha hali ya uhusiano baina ya Tanzania pamoja na Marekani. Samia bana alitaja pia swala la Tanzania kuharibiwa sifa na maandamano ambayo yalifanyika kiasi kwamba huenda hata wakakosa mikopo katika taasisi za kimataifa. Hii ni kwa mujibu wa hotuba ambayo alikuwa anaitoa siku tu ambayo alikuwa amefanya kuapisha mawaziri wake wapya katika ikulu ya Chamwino Dodoma. Sasa baada ya hapo bana akawa anasema kwamba nchi ya Tanzania imetiwa doa sana na maandamano ambayo yalikuwa yamefanyika. Sasa doa hilo akasema kwamba huenda likaathiri kabisa mikopo ambayo wanga wanapokea kutoka kwenye taasisi za kimataifa, akisema kwamba Tanzania ilikuwa imetegemea sana swala zima la mikopo kutoka kwa taasisi za kimataifa. Sasa huenda swala zima la maandamano likawa limeathiri, tukiachia mbali swala zima la maandamano kuathiri taasisi ama kuathiri kutia doa Tanzania kiasi kwamba litaathiri swala zima la mikopo. Unaambiwa kwamba pia kule Zanzibar watalii wamepata tabu sana na sekta ya utalii imepata tabu, kwa maana kwamba watalii wengi walikuwa wameisusia Tanzania, walikuwa haji kama ilivyokuwa mwanzoni hususan baada ya machafuko ambayo yalishuhudia kuanzia Oktoba 29. Lakini kwa upande mwingine uhusiano wa Marekani na Tanzania uende ukadorora baada ya tamko ambalo lilitolewa na maseneta wawili ambao unaambiwa kwamba ni maseneta ambao wana ushawishi mkubwa sana kule Marekani, Jeanne Shaheen pamoja na Jim Risch. Na Jim Risch mwenyewe unaambiwa kwamba tayari ni mwenyekiti wa masuala ya kigeni, ambapo ina maana kwamba masuala yote ambayo yanahusiana na Marekani ama Marekani kuhusiana na nchi yote yule yanapitia kwake, ndio mwenyekiti. Sasa kwenda kugundua kwamba swala la Tanzania ni swala ambalo linahitaji kuangaliwa, nadhani kwamba ni swala ambalo pia linafaa kuipa Tanzania ama kuweka Tanzania katika hali ya kujitafakari upya. Una maoni gani kuhusiana na walichokisema maseneta wawili Jeanne Shaheen pamoja na Jim Risch kuhusiana na serikali mpya ya Samia Suluhu Hassan, lakini pia swala zima la maandamano ambayo ilishuhudiwa? Nadhani kwamba unaweza ukadrop pale chini kwenye comment section ukanipa maoni yako.